Bwana Yesu apewe sifa. Mtu wa Mungu, ninakukaribisha kwenye maombi haya maalum kabisa kwa ajili ya kuombea watoto wetu. Na leo ni siku yetu ya tatu. Tumekuwa tukiomba maombi haya. Tumekuwa na siku ya kwanza na ya pili, na leo ni ya tatu. Tafadhali Mungu akusaidie upate agenda ambazo tumeziombea siku ya kwanza na siku ya pili. Upate agenda hizo, ambapo siku ya kwanza tulikuwa tunaomba kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya baraka watoto ambayo Mungu ametupa. Lakini siku ya pili jana tulikuwa tunaomba kwa ajili ya kuombea elimu za watoto wetu pamoja na kuombea kazi za mikono yao. Kwa wale ambao wanafanya kazi, tumekuwa tukiombea kazi za mikono yao ili Mungu aendelee kuwabariki na kuwainua na kuwafanikisha. Katika maombi haya, lengo letu ni kuona Mungu akifanya kwa ajili ya watoto wetu, na Mungu akiwabariki watoto wetu, Mungu akiwasaidia watoto wetu. Na ninakushauri sana kwamba uhakikishe pia uko kwenye magrupu yetu ya WhatsApp ya huduma, magrupu ya WhatsApp ambayo yanaongozwa na mimi mtumishi wa Mungu Jackson Mdeme. Na hiyo itakusaidia kwa sababu kuna vitu vingine ninavyotuma kwenye WhatsApp ambavyo hatuvirekodi hapa. Kwa mfano, kila siku kwenye maombi haya ninaandika vyanzo vya vifungo, vyanzo vya vifungo ambavyo vina vyanzo vya vifungo kwa watoto wetu, wapi ambapo adui anaanzia kuwafunga watoto wetu. Tumekuwa na somo hilo ambalo tunajifunza kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, kuangalia kwamba ukombozi na ufungulivu wa watoto wetu tunatakiwa kufanya nini, adui aliwafunga wapi, ni lini hasa. Tunaposema tunataka watoto wetu wafunguliwe, tunawaombea watoto wetu wafunguliwe na kuwekwa huru, walifungwaje na ni lini hasa ambapo waliweza kufungwa. Kwa nataka leo tuombe. Agenda yetu ya tatu ya siku ya leo ni agenda ya kuombea hatima za watoto wetu, kuombea kesho za watoto wetu. Naamini kila mmoja angetamani mtoto wake awe na hatima iliyo bora, awe na kesho iliyo njema, kesho iliyo bora, kesho yenye baraka, yenye furaha zaidi, kesho ambayo ni kesho ya ushindi zaidi. Kwa kila mmoja angetamani hivyo. Sasa hatuwezi kutamani tu kwamba tunatamani watoto wetu wawe na kesho ya baraka, wawe na kesho njema, kama hatuwezi kutoa muda wetu na kuomba na kufunga kwa ajili ya kumwambia Mungu wape watoto wetu hatima zilizo bora, wape watoto wetu kesho iliyo njema. Nataka nikusomee vitu vichache ambavyo vitakusaidia kujua namna ambavyo ni muhimu sana ni muhimu sana kuombea watoto wetu kuwa na kesho iliyo bora. Kitabu cha Mwanzo 15 mstari wa 13, Mwanzo 15 kuanzia mstari wa 13, maandiko yanasema, Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake, watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Hata na taifa lile watakao watumikia nitawahukumu. Baadaye watatoka na mali mengi. Lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema. Sasa kuna vitu vinazungumzwa hapo vingi kabisa. Mstari umebeba maana kubwa na mambo makubwa. Lakini nataka uone Mungu anazungumza na Ibrahimu. Na anaposema na Ibrahimu, anazungumza na Ibrahimu kwa ajili ya watoto wake, kwa ajili ya uzao wake, kwa ajili ya kizazi chake, vizazi vingi vijavyo. Kwa sababu kuhusu watoto ni wajibu wetu wazazi Mungu kusema nasi. Yaani kuna mambo tungeweza kujifunza sana kwa ajili ya Abraham, jinsi ambavyo alikuwa na mahusiano na Mungu. Abraham, kuna aina ya mahusiano ambayo Abraham alikuwa na Mungu kwa kiwango ambacho yale mahusiano yalikuwa yanamsababisha Mungu kuzungumza na Abraham kwa ajili ya watoto wake. Kwa hiyo Abraham kwenye maisha yake na maombi yake hakuwa anasimama mbele za Mungu kwa ajili yake peke yake. Hapana, ni mtu ambaye maandiko yanaonyesha kwamba alikuwa ni mtu ambaye anasimama mbele za Mungu kwa ajili ya uzao wake, kwa ajili ya watoto wake. Na ndipo Mungu sasa alikuwa anazungumza naye sana kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya watoto wake. Mungu alikuwa anazungumza sana kwa ajili ya uzao wa Ibrahim. Na ndivyo ambavyo na sisi tunatakiwa leo, kwamba Mungu aseme nasi kwa ajili ya watoto wetu. Mungu aseme nasi kwa ajili ya maisha ya watoto wetu. Tuwe tunajua mwisho wao utakuwaje, hatima zao zitakuwaje. Kuna gharama ambayo sisi wazazi ndio tunapaswa kulipa kwenye ulimwengu wa roho ili watoto wetu wafunguliwe milango.
Kama ambavyo huku mwilini mzazi anapambana kuhakikisha mtoto wake atakuwa na maisha mazuri, unampeleka shule nzuri, unamnunulia viwanja, unajenga nyumba, unatengeneza mazingira ya kuwa na mtoto wako awe na kesho iliyo bora, awe na kesho iliyo njema. Unaweza kumjengea hata magorofa, kuanza kusema hivi vitu ni urithi wa watoto wangu. Kwa nini? Nataka wawe na kesho iliyo njema. Nampeleka shule, nampeleka mpaka nchi za nje, asome vizuri. Lengo ni nini? Awe na kesho iliyo bora, awe na hatima iliyo njema na bora. Lakini mimi nitakwambia, kama mwilini tunajiandaa na tunawaandaa watoto wetu kuwa na kesho iliyo bora na kesho iliyo njema, je, ulimwengu wa roho tunawaandaje watoto wetu? Tunasimama vipi na Mungu ili kuhakikisha kwamba watakuwa na kesho iliyo njema? Tusipofanya hivyo, tusipofanya kitu kwenye ulimwengu wa roho, huku mwilini tutawaandalia. Unaweza ukawachia hata magorofa wakauza yote, unaweza ukawachia kampuni wakauza, unaweza ukawapeleka shule la gharama wakarudi ni walevi, wakarudi ni makahaba. Kwa nini? Kwa sababu hayo maandalizi ya mwili kwa ajili ya watoto wetu kuwa na kesho iliyo njema hayatoshi. Tunapaswa kuwa na maandalizi ya kiroho. Tunapaswa kulipa gharama za kiroho kwa ajili ya watoto wetu kuwa na kesho iliyo bora. Sasa utasikitika kwamba wazazi wako tayari kupambana, kutafuta pesa, kutafuta ada, watoto wasome, wajenge nyumba, kufanya, lakini ukimwambia funga, omba kwa ajili ya watoto wako, huo muda hana. Utapata hasara kubwa ndugu yangu. Pata muda wa kuomba kwa ajili ya hatima zao. Mungu anamwambia Ibrahimu ya kwamba uzao wako watafungwa miaka 400, watakaa kule utumwani kwa miaka 400, baadaye watatoka, lakini watatoka na mali nyingi. Manake nini? Manake Mungu anamweleza Ibrahimu ya kwamba uzao wako watakuwa ni matajiri, kwa sababu anasema watatoka na mali nyingi. Sasa Mungu anamwambia Ibrahimu kwa nini? Kwa nini Mungu anamwambia Ibrahimu? Kwa sababu Ibrahimu amelipa gharama mbele za Bwana. Amedai kujua hatima ya watoto wake. Amedai kujua kwa Mungu, watoto wangu watakuwa matajiri au maskini. Amedai kujua ni njia ipi watoto wangu watakayoipita ili wawe na kesho iliyo njema. Ndio maana inamlazimisha Mungu kutoa maelezo yote, kumweleza kwamba unajua watateseka, wataenda utumwani, lakini utaona mashida watakayoyapata. Lengo lake, nitawatoa hapo wakiwa na mali nyingi. Kwa hiyo mwisho wa siku watatoka na mali nyingi, watakuwa na utajiri, watakuwa na mafanikio, lakini na wewe utakuwa na kesho iliyo bora, kwa sababu anamwambia, lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema. Kwenye yale maombi na ile sadaka ambayo Ibrahimu alitoa, ilimlazimu Mungu kuongea mambo makubwa sana. Mambo makubwa, mojawapo ni kumweleza kwamba watoto wake watakuwa salama, watatoka na mali nyingi. Kwa hiyo watakaa utumwani kwa muda, lakini watatoka na mali nyingi. Lakini agenda ya pili, anamwambia wewe utazikwa katika uzee mwema, utakuwa na mwisho mwema. Anamweleza hatima ya watoto wake, lakini anamweleza pia hatima ya maisha yake na mwisho wake Ibrahimu jinsi utakavyokuwa. Na hapo anamweleza kwamba mwisho wake utakuwa ni mwema. Wewe mtu wa Mungu naye nisikiliza, nikikuuliza watoto wako unajua watakuwaje? Unajua kesho yao ikoje? Umeshakaa na Mungu rohoni? Umefanya nini rohoni kujua ya kwamba hawa watoto wangu, Mungu amekusemesha nini juu ya kesho ya watoto wako? Mungu amekuambia nini? Mungu amefanya nini? Kwa sababu ni sisi wazazi ambao tusiwaachie, hatutajua kwamba wao wataweza kupambana na hizo vita kiasi gani. So ni sisi wazazi ambao tunapaswa kupambana na kusimama. Sasa nitakusomea mstari mwingine, kitabu cha Mwanzo 22 mstari wa 15 na kuendelea. Mwanzo 22 mstari wa 15 na kuendelea. Biblia inasema, malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee, katika kukubariki nitakubariki. Hiyo ni namba moja. Na katika kuzidisha uzao wako, nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia, kwa sababu umeitii sauti yangu. Sauti ameitii Ibrahimu, lakini baraka uzao ndo watapata. Kwa hiyo hawa uzao watavuka, watashinda, watakuwa salama. Lakini kwa nini wawe salama? Baba yao Ibrahimu
alisimama, alilipa gharama, alimtii Mungu, alifuata Mungu alichosema. Ibrahimu alipofuata Mungu alichosema, matokeo yake ni kesho bora, kesho iliyo njema. Sasa Mungu anamwambia Ibrahimu hapa kwamba katika kukubariki nitakubariki, na katika kukuzidisha nitauzidisha uzao wako. Sio wewe, nitauzidisha uzao wako kama nyota zilizoko angani na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki malango ya adui zao. Sasa hivi mtu wa Mungu, kama Mungu anakuambia sasa hivi kwamba watoto wako watashinda kila vita ilionao, watashinda maadui walionao, watamiliki malango ya maadui zao, unataka nini tena? Unataka Mungu akuambie nini? Amesema uzao wako atamiliki malango ya adui. Kulikuwa na sababu gani ya Mungu kumwambia Ibrahimu kuhusu uzao wake? Hiyo sababu ilikuwa wapi? Kwani Mungu asingezungumza na Ibrahimu akamalizana naye? Ina maana kuna namna ambavyo katika maombi na sadaka za Ibrahimu alikuwa na dimandi kesho njema ya watoto wake, alikuwa na dimandi neema. Alikuwa anamwambia Mungu, nisaidia wanangu wawe na kesho iliyo bora, wawe na hatima za amani, wasipite nilikopita, wasipite kwenye mabaya niliyoyapita, wasipite kwenye changamoto nilizopita. Kuna namna. Ndio Mungu akawa anamwambia, anamsaidia Ibrahimu, anamwambia usiogope, nitawazidisha sana kama mchanga ulioko pwani, watamiliki malango ya adui zao. Alafu akamwambia na mataifa yote ya dunia watajibarikia kupitia uzao wako. Hivi kweli sisi tuko hapa leo Tanzania, Mungu atuambie, unajua, akwambie mataifa ya ulimwengu watabarikiwa kupitia mtoto wako, watabarikiwa kupitia mwanao. Unajua kuna baraka gani zaidi ya hiyo? Kuna amani ipi zaidi ya hiyo? Kuna kipi cha kufanya kuwa na amani wewe, kama una uhakika tayari kwamba jamani, watu wa mataifa mengine kwenye nchi yetu, kwenye wapi watabarikiwa? Mungu amekupa mtoto ambaye atakuwa baraka ya mataifa mengine. Sasa sisi, Mungu ameshasema na sisi nini kuhusu watoto wetu? Mungu ameshasema na nini kuhusu kesho? Kwa sababu kinachozungumzwa hapo ni mwisho mwema wa watoto wako, kesho ya watoto wako, hatima ya watoto wako, wawe na hatima zilizo bora. Ibrahimu akiwa hai ana uhakika watoto wake watashinda kila vita iliyoko mbele yao. Ibrahimu akiwa hai ana uhakika ya kwamba watoto wake watazidishwa kama mchanga ulioko pwani. Ibrahimu akiwa hai ana uhakika ya kwamba watoto wake watakuwa baraka mataifa mengine. Ibrahimu akiwa hai, Mungu alishamwambia ya kwamba nchi hii nitawapa uzao wako, nitawapa watoto wako. Sasa Ibrahimu yuko hai, lakini anajua kabisa kesho ya watoto wangu hawatakuwa ombaomba barabarani, hawatakuwa makahaba, hawatakuwa malaya, kwa sababu Mungu atawapa nchi. Mungu amesema watamiliki malango ya maadui zao. Mungu amesema watakuwa baraka ya mataifa. Mungu amesema atawazidisha na kuwabariki. Kama watabarikiwa na kuzidishwa, hakuna kushindwa, hawatakwama, watafanikiwa na kustawi, lakini ni yeye ameahidiwa na Mungu. Nataka watu wa Mungu tuende mbele za Bwana leo kuombea hatima ya watoto wetu, kuombea kesho yao, wawe na kesho zilizo bora, wawe na hatima iliyo bora, hatima iliyo bora. Haijalishi wanapitia nini leo, lakini Mungu awape kesho iliyo njema. Mungu awape hatima iliyo bora zaidi. Nataka tuende mbele za Mungu. Mungu akusaidie, mtu wa Mungu. Nenda mbele za Bwana, mwambie Bwana, wasaidie tu watoto wangu wawe na kesho njema. Hata kama huwezi kuomba kitu kingine, lakini tumwambie Bwana, tunakuomba katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu uliye hai, Mungu wetu mwenye nguvu na uweza na mamlaka, tunaomba Mungu wetu utusamehe, uturehemu na kututakasa kwa dhambi yoyote na uovu wowote na maovu na hatia zozote zile ambazo tumezifanya kwenye madhabahu yako, na adui akaruhusu, adui akapata nafasi ya kuachilia uharibifu. Ninatubu kwa ajili yangu na ninatubu kwa ajili ya watu ambao wanatusikiliza, watu ambao wanatufuatilia popote ulimwenguni walipo. Ninaomba toba, ninaomba rehema kwa ajili yao. Na Mungu, tunasimama kama makuhani kwa ajili yetu na kwa ajili ya watoto wetu mahali popote walipo. Wengine wako mashuleni, wengine wako majumbani, wengine wako vyuo vikuu, lakini ni watoto wetu. Wengine wanafanya kazi, lakini ni watoto wetu mahali popote walipo. Mungu uliye hai, ninaomba, ninaungana na mama na baba ambaye saa hii anasikiliza maombi haya kwa ajili ya kuombea watoto wake. Mungu, tunaomba ukaturehemu na kututakasa na kutuhuisha, Bwana, pale ambapo hatukusimama sawasawa kwenye nafasi zetu, yamkini kama walezi na kama wazazi, yamkini adui akatutumia kwa namna moja au nyingine kuharibu future za watoto wetu, kuharibu kesho za watoto
watoto wetu, kuharibu hatima za watoto wetu. Ninaomba toba na kuomba rehema, Mungu wetu uliye hai, uturehemu na kututakasa kwa sababu ya ubinadamu tulio nao. Mungu wetu uliye hai, ninaomba toba na rehema, na saa hii Bwana tunakuja madhabahuni pako tukiwa na ombi moja la kuomba juu ya hatima zilizo njema za watoto wetu, kuomba juu ya kesho zilizo njema, kesho iliyo njema kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya kizazi chetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wetu mwenye nguvu na uweza na mamlaka, tunauliza kesho iliyo njema, kesho iliyo bora, tunauliza kesho ya baraka, kesho iliyo njema na ya baraka kwa ajili ya watoto wetu. Mungu wetu uliye hai, kila aina ya hila za adui kwa ajili ya kuharibu hatima za watoto wetu tunaondoa. Kizuizi chochote, uharibifu wowote ambao adui ameweka katika njia za watoto wetu ili kuharibu hatima zao, kila aina ya chochote ambacho adui amekusudia kukipanda kwa watoto walioko mashuleni, wengine walioko majumbani, wengine walioko vioni, wengine walioko makazini, ikiwa kuna uharibifu adui anaopanda, lengo lake watoto wetu wawe na kesho iliyo mbaya, wawe na hatima zilizo mbaya na kuvurugika. Tunaomba toba na rehema, Mungu, tukiomba neema ya kuwavusha watoto wetu, neema ya kuwapigania watoto wetu, wasaidie kumiliki na kutawala kesho yao, wasaidie kuwa na kesho ya baraka, wasaidie kuwa na kesho yenye furaha na amani. Wasiwepo mtoto ambaye atajuta, atakuwa na huzuni. Mungu, na sisi wazazi tusifike mahali tukajuta na kuhuzunika, tukaumizwa na watoto wetu, tukisema ya kwamba tulizaa watoto wa aina gani. Tuwe na maisha ambayo tukiona hatima za watoto wetu na kesho za watoto wetu tuwe na furaha. Ninakumbuka habari ya jinsi ambavyo Yakobo alipobariki Efraim na Manase, alimwambia Yusufu ya kwamba watu watatamani kuwa na watoto kama hawa, watu watatamani, watoto wako watatamani wangekuwa na watoto kama wakwako. Mungu, tunaomba utupe watoto ambao watakuwa na kesho iliyo bora, kesho ambayo wengine waketamani wawe na kesho ya amani, kesho ya furaha, kesho ya ushindi, kesho njema yenye furaha na amani, kesho ambayo imebeba utukufu mkubwa. Hatima zao tunazikabidhi kwenye madhabahu yako Jehova. Hatima za watoto wetu, kuanzia mtoto wa kwanza mpaka wa mwisho, tunakabidhi hatima za watoto wetu kwenye madhabahu yako Jehova. Tunakabidhi mtoto wa kwanza kwenye madhabahu yako, Mungu uliye hai, ukampe hatima iliyo njema, ukampe hatima iliyo bora, ukampe kesho iliyo njema. Tunakabidhi mtoto wa pili, Bwana, kwenye madhabahu yako, ukampe hatima njema na hatima iliyo bora. Tunakabidhi mtoto wa tatu madhabahuni pako, ukampe hatima iliyo bora na njema. Wao mtoto wa 4 na wa 5 na wa 6, Bwana, watoto wote ambao umetubariki kwao, tunawakabidhi mikononi mwako, Mungu uliye hai. Wape hatima zilizo njema, wape kesho zilizo bora, katika jina la Yesu Kristo. Tunajua adui ana hila nyingi ili kuharibu kesho za watoto wetu. Tunajua adui ana hila nyingi ili wawe na kesho zilizo mbaya, wawe na kesho zenye majuto, wawe na kesho ambazo zimejawa na magonjwa, zimejawa na uharibifu mkubwa wa adui. Mungu, tunaomba wasaidie watoto wetu, wapiganie watoto wetu, wavushe watoto wetu, waepushe na mitego ambayo adui amewategea, ili wawe na kesho mbaya, ili wawe na kesho mbaya, kesho zisizo na heshima. Mungu, waokoe watoto wetu, wasaidie na kuwapigania ili wawe na kesho zenye heshima, ili wawe na heshima. Bwana, kesho yao iwe ni kesho njema, iwe ni kesho iliyo bora kuliko leo yao. Bwana, wasaidie watoto wetu Jehova, kesho zao na hatima zao ziwe ni njema mbele za madhabahu yako, katika jina la Yesu Kristo. Tunawafunika watoto wetu Bwana, waepushwe na mabaya, waepushwe na uharibifu wote, waepushwe na kila alaye, waepushe Bwana na kila roho ya uharibifu yenye nia na lengo la kuharibu kesho zao. Baba, tunawakabidhi mikononi mwako, Mungu uliye hai. Tunawakabidhi Bwana kwenye madhabahu yako, tunachovya Bwana, tunawachovya kwenye damu ya Yesu watoto wetu Bwana, future zao tunazikabidhi mikononi mwao, mikononi mwako. Kesho yao Bwana tunaikabidhi mikononi mwako, hatima zao Bwana tunazikabidhi madhabahuni pako. Waepushe na mabaya, waepushe na uharibifu, waepushe na hila zote za ule mwovu adui, wapiganie na kuwasaidia watoto wetu. Baba, tunaomba Jehova, kesho iliyo njema, kesho iliyo njema kwa ajili ya watoto wetu, kesho iliyo njema kwa ajili yao, kesho iliyo njema, Mungu uliye hai. Usiache adui akashinda, usiache adui akaharibu, usiache mkono wa adui ukatuharibia watoto, ukawavuruga watoto, hata kama wako ambao sahihi Bwana Yesu wanasikiliza maombi haya, lakini kesho za watoto wao zimekwisha kuharibika.
kwa maombi haya Bwana, tunaomba wafinyange upya, wasaidie upya watoto wetu, wasaidie upya Mfalme, kwa ajili ya kuwapa kesho zilizo njema, kesho zilizo za baraka, kesho zilizo na amani, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya thamani, kwa damu yenye nguvu, kwa damu iliyomwagika msalabani, kwa damu yako Jehova Shama, kwa damu yako Mungu mwenye nguvu, kwa damu yako Mfalme amani. Tusaidie Bwana, tupiganie Jehova, tupiganie Mungu mwenye nguvu, tusaidie Jehova Shama, tusaidie Alfa na Omega, tusaidie Baba wa milele, tupiganie Mungu wetu ulio hai, Mungu wetu mwenye nguvu na uwezo. Wasaidie watoto wetu Jehova, tunawafunika kwa damu ya Yesu. Waepushe Jehova na mikono ya maadui, na mikono ya maadui. Waepushe Mungu ulio hai, kila njia wanayopita, kila njia watakayopita, wengine wakiwa ni elimu, wengine wakiwa ni njia mbalimbali za mahusiano. Wanapopita katika hizo njia, wapite njia zilizo salama, ili wawe na kesho njema, wawe na ndoa yenye baraka, wakawe na ndoa zenye furaha, wakawe na ndoa zenye amani. Wengine Mungu tunategemea wataoa na kuolewa, wengine watakuwa ni wakurugenzi, wengine ni wafanya biashara. Tunaomba kesho zilizo njema, tunaomba kesho zilizo bora, tunaomba kesho zilizo njema. Ulipomwahidi Ibrahimu ya kwamba uzao wake utamiliki malango ya adui, Baba tunaomba uzao wetu wakamiliki malango ya adui. Watoto wetu Bwana wamiliki malango ya maadui zao. Mbele yao kuna vita kubwa, mbele yao kuna maadui wengi ambao lengo lao ni kuharibu kesho yao, lengo lao ni kuharibu hatima zao, lakini wape neema, wape neema ya kumiliki malango ya adui zao. Mungu wetu uliye hai, wasaidie watoto wetu, wazidishe na kuwaongeza. Wasaidie Bwana, ili tulikoshindwa wasishindwe, ili tulipokwama wasikwame, ili tulipokataliwa wao wasikataliwe, ili ambako tumezuiliwa wao wasizuiliwe. Wasaidie Bwana, wape kesho iliyo njema, wape kesho iliyo ya baraka, wape kesho iliyo na ushindi, wape kesho iliyo na amani, wape kesho iliyo na amani. Wafanye kuwa baraka ya mataifa mengine. Wasaidie Bwana, wasaidie Mungu ulio hai, wape kesho yenye furaha na amani, wape kesho yenye ushindi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haijalishi leo wanakopita Bwana, lakini tunaamini kesho iliyo njema, tunaamini kesho iliyo bora zaidi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu uliye hai, nasi watoto wetu tuye Bwana, nasi ukatupe kesho iliyo bora, ukatupe kesho iliyo njema. Maana ulimwambia Ibrahimu ya kwamba na Yeye atakuwa amepumzika kwa amani. Tusaidie Bwana, tuwe na mwisho mwema wa maisha yetu. Mungu wetu ulio hai, ninaomba kwa ajili ya wazazi wote na walezi wote Jehova, wasaidie kuwa na kesho njema na kesho iliyo bora Jehova. Asiwepo ambaye atajuta, atakuwa na mwisho wenye majuto, atakuwa na mwisho wenye huzuni. Tupe kuwa na mwisho mwema Bwana wa maisha yetu, Mfalme amani, katika jina la Yesu Kristo. Mungu liye hai, asante kwa damu yako ya thamani, damu yenye nguvu iliyomwagika msalabani kwa ajili yetu na kwa ajili ya watoto wetu. Ulinzi wako Bwana, heshima na kibali chako Jehova kiwe juu ya watoto wetu. Na Mungu asante kwa ajili ya kesho iliyo njema kwa ajili ya watoto wetu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki mtu wa Mungu, na kusihi uendelee kuomba maombi haya. Tafadhali, kama unasikia maombi haya kwa mara ya kwanza na hujaweza kuwepo kwenye grupu letu la WhatsApp, nitumie ujumbe kwenye WhatsApp namba 0752966389. Lakini pia unaweza, baada ya kusikia maombi haya, ndani yako unasikia kuachilia sadaka kwa ajili ya hatima ya watoto wako, kuachilia sadaka kwa ajili ya kesho njema ya watoto wako. Nitumie sadaka kwenye namba hiyo na utaniambia, mtumishi wa Mungu, sadaka hii ni kwa ajili ya hatima njema ya watoto wangu, ni kwa ajili ya kesho njema ya watoto wangu, na utanitumia na majina ya watoto wako, na hiyo tutakuwa tunaendelea kuwaombea ili Mungu aendelee kuwapa hatima njema, aendelee kuwapa kesho iliyo njema. Nataka nikwambie, ni maombi muhimu sana, kwa sababu unapokuwa na uzee, utakapokuwa mzee, utakapokuwa na umri mkubwa, furaha pekee itakuwa ni unapoona watoto wako nao wana maisha ya amani, wana maisha ya furaha. Hakuna maumivu makali kama mzazi anafika katika umri wa uzee, lakini anaona watoto wake wakiharibika na hana chochote cha kufanya kwa ajili yao. Lakini wewe ambaye Mungu amekupa neema ya kusikia maombi haya, Mungu anaenda kukusaidia. Nataka uwekeze maombi
Wekeza maombi kwenye hatima na kesho watoto wako, nasi tutaomba pamoja nawe na Mungu atakusaidia. Amini ya kwamba watoto wako watakuwa na hatima njema. Na kama umeona kuna uharibifu tayari ambao umeachuliwa kwa watoto wako ili wawe na kesho zilizo mbaya, nijulishe, nitumie message kwenye WhatsApp. Niambie, mtumishi, mwanangu ni fulani, naona vita ni kubwa, tuombe pamoja. Hauko pamoja kwenye maombi haya, tuko pamoja katika vita hiyo, na ushindi ni kwa ajili ya Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa naomba nikupe namba hii ambayo utatumia kutuma pia sadaka yako, na namba hiyo ni 0752966389. Jina ni Jackson Mndeme. Usiache kutufuatilia kwenye YouTube channel yetu ya Ukombozi wa Familia. Andika Ukombozi wa Familia mpaka utakapompata mtumishi Jackson Mndeme, na usubscribe pale na uweze kushare. Watumia na watu wengine ujumbe huu ili uweze kuwasaidia. Mungu akubariki na Mungu akuinue, na kutakia kesho iliyo bora, kesho iliyo njema wewe na watoto wako, kwa damu ya Yesu Kristo. Amen.